Simba janja sana. Ndio, pengine unaweza kutamka hivyo kutokana na kile ambacho kinaonekana kama harakati za kuimarisha Simba kupitia benchi lao la ufundi chini ya kocha Steve Barker kuelekea msimu ujao 2026 2027. Ndio, hilo linatokana na juu ya majina ya wachezaji wanaohusishwa na usajili wa wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea msimu ujao, ingawa bado hakujawa na taarifa rasmi juu ya uhakika wa kile kinachoelezwa kama tetesi. Mchezaji wa kimataifa wa Namibia, tunazungumzia Peter Shalulile, ni miongoni mwa wanaohusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Kiungo wa kimataifa wa ushambuliaji wa Afrika Kusini, hapa tunazungumzia Keleso Makhalwa, ni miongoni mwa wanaohusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba na wachezaji wengine mbalimbali. Lakini ukiangalia kwa haraka, kulikoni wekundu wa Msimbazi Simba wanahusishwa na mshambuliaji kama Peter Shalulile, wanahusishwa na Keleso Makhalwa, ilhali wao ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba wana wachezaji nyota kwenye eneo la ushambuliaji. Viungo Libase Geye alisajiliwa na Simba wakati wa dirisha dogo, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, amekuwa na athari kubwa kwa wapinzani, amekuwa na mambo mazuri kwa Simba tangu wakati wa usajili wa dirisha dogo. Mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, hapa anazungumzia Anise Ura, amekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani, amekuwa na mchango mkubwa kwa Simba katika kutimiza mipango yake uwanjani. Lakini tunazungumzia Selemani Mwalimu Gomez, ni mshambuliaji ambaye ameongoza kwa mabao ndani ya Simba. Wana mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama, kulikoni, pamoja na kuwapo kwa nyota hawa na wengine mbalimbali, ambapo hapa nimetaja tu baadhi, bado Simba tena inahusishwa na wachezaji wenye wasifu mkubwa kama Keleso Makhalwa, kama Peter Shalulile. Jawabu ndipo hapo ukilipata, unaona kwamba kweli benchi la ufundi la Simba kama hawa wanahusishwa nao, usajili wake unakwenda kutimia. Maana yake utakuwa ni usajili wa kijanja wenye lengo moja kubwa, kwamba Simba itimize mipango yake kwa msimu ujao 2026-27, ikiwamo kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa maana kulitetea baada ya kulitoa msimu uliomalizika 25-26, kombe la muungano ambalo tayari walishalitoa msimu uliomalizika 25-26 ili walitetee kwa msimu ujao, lakini pia kufika mbali katika michuano ya klabu ya CAF. Tunazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Simba wanakwenda kushiriki. Iko hivi, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Baada ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara kuhitimishwa, Simba wakimaliza katika nafasi ya pili wakiwa na pointi 73 baada ya mechi 30, wakifunga mabao 54, wakiruhusu mabao 11. Simba miongoni mwa maeneo ambayo wanatarajiwa kuyaboresha ni eneo la mwisho, kwa sababu katika ligi nzima timu iliongoza kufika kwa wapinzani, timu iliongoza kufanya majaribio ya kufunga kwa kiasi kikubwa ni Simba. Ndio, Simba wamezidi timu zote katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26 katika kufanya majaribio ya kufunga. Ni baada ya Simba kupiga mashuti 305. Hakuna timu iliyopiga mashuti mengi kuliko Simba, kwa sababu wanaofuatia kwa rekodi hiyo ya kupiga mashuti mengi ni watani zao jadi Yanga, ambao baada ya mechi 30 Yanga wamepiga mashuti 289. Kwa mara ya kwanza Simba ndani ya misimu mitano hii wao wanakuwa wameongoza kupiga mashuti mengi kuliko mtani wake wa jadi Yanga, kwa sababu msimu uliopita Simba walikuwa wa pili kwa kupiga mashuti mengi, Yanga wakiongoza wakipiga mashuti 360, Simba wakipiga mashuti 320. Msimu wa nyuma yake pia Yanga waliongoza kwa kupiga mashuti 347, wa nyuma yake Yanga waliongoza kwa kupiga mashuti 337, wa nyuma yake kwa maana msimu wa 2021-22 Yanga pia waliongoza kwa kupiga mashuti 309. Lakini msimu huu uliomalizika Simba waliongoza kwa kupiga mashuti 305. Lakini licha wao kufika sana mwisho, na hasa baada ya kuongezewa nguvu na benchi la ufundi la Simba wakati wa dirisha dogo, ujio wa Libase Geye, ujio wa Anise Ura, ujio wa Dickson Kibabage, mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama, Simba kwa kuungana na waliopo kama Eli Mpanzu Kibisawala, Selemani Mwalimu, Morris Abraham, ikawa inafika sana eneo la mwisho, na ndipo wakafanya majaribio haya 305 kuwa kinara wa kufanya majaribio, lakini wakafunga mabao 54, ambayo uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao huwa tunachukua idadi ya mabao unaweka chini jitihada zilizofanyika kwa maana idadi ya mashuti. Simba ukichukua mabao 54 halafu chini yake ukaweka 305 ambayo ni jitihada walizofanya kwa kupiga mashuti, zidisha kwa 100, ndipo unapata goal conversion rate. Ukikokotoa vizuri utapata around 17%. Sasa watani zao jadi Yanga hawakufika kwa wingi kama wao Simba kwenye eneo la mwisho la mpinzani. Yanga wamepiga mashuti 289, lakini wakafunga mabao 71.
Yaani wamezidi Simba kwa idadi kubwa ya mabao. Simba mabao 54, Yanga mabao 71. Lakini ni Simba ndio iliyofika zaidi. Mipango kazi ya kocha Steve Barker katika kuziendea mechi ilifanikiwa sana, kwa sababu jukumu la kocha ni kuhakikisha timu inafika eneo la mwisho. Halafu swala la kujaribu kufunga na kufunga ni jukumu la mchezaji mmoja mmoja miongoni mwa wale wanaofika eneo la mwisho. Sasa Yanga kwa kufunga mabao 71, kupiga mashuti 289, maana yake uwezo wa Yanga walioonyesha kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa ni around 25%, kwa maana mabao 71 katika mashuti 289 zidisha kwa 100. Lakini Simba wao wamepiga mashuti mengi, wamefunga mabao machache. Sasa kulishughulikia hili ambalo nadhani umeshalielewa baada ya kulifafanua vya kutosha, ndipo jitihada za kuongeza makali katika eneo la mwisho bila shaka zinahusisha wachezaji kama Peter Shalulile, zinahusisha wachezaji kama Keleso Makhalwa. Ni kwa sababu gani? Simba kwa kile ambacho natoka kukieleza, ligi nzima aliongoza kufunga mabao mengi msimu huu, licha ya kwamba ni Simba ambayo mechi nyingi yenyewe ni dominant, inatawala zaidi mchezo, inafika zaidi eneo la mwisho mfululizo katika dakika 90 za mchezo, halafu inafunga mabao machache, kwa sababu mchezaji wake aliongoza kufunga mabao katika ligi kuliko wachezaji wote ndani ya Simba ni Selemani Mwalimu Gomez. Wajua ni nini? Amefunga mabao 9. Yaani hayajafika hata mabao 10, na ndiye kinara wa mabao ndani ya Simba. Na alifanya hivyo baada ya kupiga mashuti 25. Mwingine aliyefunga mabao mengi ndani ya Simba baada ya Selemani Mwalimu Gomez ni Clatous Chota Chama, mashuti 37, akafunga mabao 8. Lakini mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, nikukumbushe mabao 8 aliyofunga Chama, mawili aliyafunga akiwa Singida Black Stars. Kwa hiyo ndani ya Simba baada ya kutoka katika usajili wa dirisha dogo amefunga mabao 6. Mwingine aliyefunga mabao mengi Libase Geye, alisajili wakati wa dirisha dogo. Libase Geye kapiga mashuti 30, akafunga mabao mangapi? 7. Ndio katika wanaofuatia kwa mabao mengi ndani ya Simba. Mwingine Eli Mpanzu Kibisawala, Mpanzu alipiga mashuti 46, akafunga mabao mangapi? 7. Tunajua alitoa assist 10 na kuwa ndiye top assist provider katika ligi. Lakini kwenye kufunga Mpanzu, jitihada alizofanya za mashuti 46, kafunga mabao 7. Mwingine Anise Ura, yeye amepiga mashuti 29, amefunga mabao 6. Kwa lugha nyingine, hawa ambao kwa kiasi kikubwa walikuwa ndio chanzo cha matatizo ya wapinzani wa Simba kwenye michuano mbalimbali, ikiwamo ligi kuu, ikiwamo kombe la shirikisho la benki CRDB, mpaka wanalitwaa taji. Lakini kwenye kufunga bado Simba haijajitendea haki yenyewe. Inacheza vizuri sana, inatengeneza nafasi nyingi sana, lakini haitumii vizuri. Sasa ujio wa Peter Shalulile akiwa na miaka 32, mzoefu, amekuwa katika klabu ya Mamelodi Sundowns tangu msimu 2020-2021, anatarajiwa kwamba kutoa kwa Simba sio katika kupigania mipira. Kwa mfano, wakati Simba inafanya majukumu ya kuzuia pale inapopoteza mipira, kutoka kuwa offensive kuwa defensive, Shalulile atarajiwi kutegemewa sana endapo kweli atatoa Simba, bali atatarajiwa kufanya kazi moja kubwa, kuweka mipira wavuni. Ndio kwamba kuna mwamba Libase Geye, Anise Ura, Keleso Makhalwa na wengineo ndani ya Simba, wabunifu kina Clatous Chota Chama, wao wanamfikishia mipira, wanamlisha. Halafu mwisho wa siku pengine kama mwalimu anatumia washambuliaji wawili na kina Selemani Mwalimu Gomez, au anamtanguliza yeye peke yake, kazi yake iwe moja tu, kuweka mipira wavuni, na jukumu hilo analiweza. Mara kadhaa ameshakuwa top scorer katika ligi kuu Afrika Kusini. Peter Shalulile ashakuwa mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na mabao 6 kama tunakumbuka vizuri. Peter Shalulile ndiye mchezaji aliyefunga mabao mengi kuliko wachezaji wote wa Afrika Kusini tangu ligi kuu ya Afrika Kusini ianzishwe PSL, hivi sasa akiwa na rekodi ya kufunga mabao 130. Peter Shalulile ndiye mwenye rekodi ya kufunga mabao mengi katika michuano ya FA ya Afrika Kusini almaarufu kama Nedbank, kutokana na jina litokanalo na udhamini wa Nedbank, akiwa na mabao 14. Ni mabao mengi, hamna mchezaji amefunga mabao mengi kama yeye Peter Shalulile. Sasa licha ya kwamba umri umekwenda, lakini zile instincts, machale ya kuweka mpira wavuni, matarajio ni kwamba kama kweli anatoa Simba, kwa kuwa Simba ina walishaji wengi, kina Mpanzu, Libase Geye, Anise Ura, Keleso Makhalwa kama anatua, kina Morris Abraham wapo, maana yake pamoja na kina Clatous Chota Chama, mabeki wao akina Nixon Kibabage, nahodha Shomari Kapombe, maana yake Simba itakuwa bado inatengeneza nafasi nyingi ambazo zinaongeza nasibu kwa Peter Shalulile kuweka mipira kambani.
pengine ujio wa Peter Shalulile kama inavyoelezwa, ikiwa ni tetesi, ukiwa unakuwa wa kweli, basi maana yake ni kwenda kuongeza nasibu ya Simba kufunga, kwa sababu swala la kutengeneza nafasi sio shida zao, imethibitika katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika. Vipi kuhusu Keleso Makhalwa? Yeye sifa yake kubwa akiwa anatoka katika klabu ya Sekukune hivi sasa ni kwamba ni winga mwenye kasi sana, muharibifu sana wa mifumo ya kiulinzi ya timu pinzani, anatengeneza nafasi nyingi ambazo mwisho wa siku sasa akina Selemani Mwalimu Gomez, Peter Shalulile ndapo kweli jina lake ndilo litakalokuwa miongoni mwa wachezaji wa Simba kwa msimu ujao, kazi yake itakuwa ni kupika hizo nafasi ili kina Mwalimu, kina Peter Shalulile waweke mipira wavuni. Yeye nafasi anayocheza ni ile ile anayocheza kina Libasege, ni ile ile anayocheza akina Anise Ura, ni ile anayocheza akina Morris Abraham kama miongoni mwa viungo ushambuliaji. Cletus Chota Chama, popote Mwalimu akihitaji pa kumweka, ana uwezo wa kuleta madhara kwa kutengeneza nafasi nyingi. Msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Afrika Kusini, Mwamba ametengeneza assist 6. Ndio. Lakini 2024-25 alitengeneza assist 11 na kuwa ndiye mchezaji mwenye double figures katika assist kuanzia msimu 2020-21 katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Hakuna mchezaji ametengeneza assist zinazofika tarakimu 2 kwa maana ya 10+. Yeye ametoa assist 11 katika msimu mmoja wapo, kuonyesha ni mzuri. Kasi yake, uwezo wake kupiga chenga unawezesha kufungua safu ya ulinzi ya timu pinzani, hasa inayozuia sana kutokea chini na kisha kutengeneza nafasi za mabao. Lakini katika msimu wakati akitoa assist 6 msimu ulimalizika 25-26, alitengeneza big chances 15 ingawa wenzake hawakuzitumia ipasavyo. Keleso Makhalwa akiwa miongoni mwa wachezaji wanaotajwa kwamba wa viungo ushambuliaji katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Afrika Kusini, akionyesha kiwango kizuri sana hasa katika kasi yake kupiga chenga na kutengeneza nafasi nzuri kwa wenzake kufunga. Maana yake ni kwamba kama kweli usajili wake unatimia na anatajwa kwa miongoni mwa nyota wa Simba kwa msimu ujao, akiungana na kina Peter Shalulile kama na yeye kweli usajili wake unatimia, halafu wako na Libasege anaendelea kubaki, wako na Anise Ura, wako na Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama, wako na Selemani Mwalimu Gomez, wako na Morris Abraham, bila shaka litakuwa balaa kubwa kwa Simba dhidi ya wapinzani wao katika michuano mbalimbali wanaoshiriki ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano mingine mbalimbali watakayoshiriki. Swali ni kwamba je, haya yanayoelezwa kama tetesi itakuwaje, kwamba kweli hawa nyota wanaotajwa wakiwamo hao wawili, najua wapo wengine pia, watatua kweli Simba, na wakitua itakuwa vipi chini ya kocha Steve Barker? Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan.